almar'u ala dini khalilihi, kipimo cha tabia ya mtu, kipimo cha dini ya mtu hupimwa kutokana na tabia ambayo anayo rafiki yake. Kwa ajili hiyo sasa, falyanzur, ni atazame ahadukum man yukhalil, mmoja wenu ni nani ambaye anamfanya au ni rafiki yake katika maisha yake ya kila siku. Dini yako, maadili yako yanapimwa kutokana na rafiki ambaye unaambatana naye katika maisha yako ya kila siku. Hivyo mtazame rafiki ambaye ni mzuri, ambaye unaambatana naye na kufungamana naye katika maisha yako ya kila siku. Lakini pia akasema, palisema zamani ya kwamba anil mar'i fala tas'al wasal an qarinihi, kuhusu mtu usimuulize tabia zake, usimuulize mwenendo wake. Kama unataka kumfahamu mtu, nenda kamuulize rafiki ambaye huwa anasuhubiana naye. Baada ya hapo akawa amesoma hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, hadithi ambayo inatueleza umuhimu wa sisi kuwateua, wa sisi kuwachagua marafiki ambao ni wazuri. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, mfano wa rafiki mzuri na mfano wa rafiki mbaya ni mfano wa aliyebeba miski na mfano wa mfua vyuma. Aliyebeba miski, imma an yuhdhiyaka, yawezekana akakupa wewe zawadi na wewe ukapata kunukia, wa imma an tabta'a minhu, imma yawezekana ukanunua kwake yeye, wa imma an tajda minhu rihan tayyiba, au unaweza ukapata kutoka kwake yeye harufu ambayo iliyo nzuri. Lakini Mtume akasema vile vile, mfano wa rafiki aliye mbaya ni kama vile mtu ambaye anayefua vyuma. Anayefua vyuma yawezekana akakuunguzia nguo zako, au yawezekana ukanusa kutoka kwake harufu ambayo ni mbaya. Maana yake nini? Maana yake hapa Mtume anafananisha, utakapokuwa umemchagua mzuri, utakapokuwa umemchagua rafiki ambaye ni bora, ni sawa sawa umemchagua mtu ambaye anauza miski. Maana yake yawezekana wewe haupaki manukato, lakini kwa sababu rafiki yako anapaka manukato na wewe ukanukia, ukaonekana ni mtu katika watu kwa sababu ya rafiki yako mzuri. Lakini pia yawezekana kwa kule kusuhubiana rafiki mbaya ukawa huna sifa mbaya, ukahesabika kuna tabia mbaya kwa sababu rafiki ambaye unaye anazo tabia ambazo ni mbaya.